Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Baba yetu anajali. Leo ni Januari 29 na mada inasema ijaze akili kwa ukweli wa Mungu. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ile ya kwanza aya ya 4. Neno la Mungu linasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya uzima ulioweka katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya damu iliyomwagika msalabani, ambayo kwayo tunapata ondoleo la dhambi. Tusafishe na uovu wote, tutakase, ukatusaidie tukaurithi ufalme wako. Tusaidie kutembea katika kweli yako. Tusaidie kufuata nyayo zako. Enda nasi siku ya leo tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo, kama ndivyotangulia kusema, yasema ijaze akili kwa ukweli wa Mungu. Mwandishi anasema ni wajibu wa kila mwana wa Mungu kuijaza akili yake kwa kweli za Mungu. Na kadiri anavyozidi kufanya hivyo, ndivyo atakavyozidi kuwa na nguvu na uwazi wa akili ili kuelewa mambo mazito ya Mungu. Naye atakuwa na bidii na nguvu zaidi kadiri kanuni za ukweli zinavyotekelezwa maishani mwake kila siku. Kile ambacho kitawabariki wanadamu ni maisha ya kiroho. Yeye ambaye anapatana na Mungu atamtegemea daima kwa ajili ya nguvu. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Inapaswa kuwa kazi yetu ya maisha daima kutafuta ukamilifu wa tabia ya Kristo, tukijitahidi daima kupatana na mapenzi ya Mungu. Juhudi zilizoanzia hapa zitaendelea hata umilele. Maendeleo yanayofanywa hapa tutakuwa nayo hata tutakapoingia katika uzima wa milele. Wale ambao ni washirika wa upole, usafi na upendo wa Yesu watafurahia katika Mungu na wataangaza nuru na furaha kwa wote wanaowazunguka. Fikra kwamba Yesu alikufa ili kutununulia uzima wa milele inatosha kuamsha mioyoni mwetu shukrani ya kweli na ya hali ya juu, na kutoa midomoni mwetu nyimbo za sifa kwa shauku kuu zaidi. Ahadi za Mungu ni nyingi na kamilifu na ni za bure. Yeyote atakaye kwa nguvu za Kristo kutii masharti anaweza kudai ahadi hizi pamoja na utajiri wake wote wa baraka kama zake. Na akiwa amejazwa kwa wingi hivyo kutoka katika nyumba ya hazina ya Mungu, anaweza katika safari ya maisha mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, kuwa kielelezo kwa uchaji Mungu, akiwabariki wanadamu wenzake na akimheshimu muumba wake. Ingawa Mwokozi wetu angewalinda wafuasi wake dhidi ya kujitumainia nafsi kwa ukumbusho, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote, ameungana nalo kwa ajili ya kututia moyo na kutupa uhakikisho wa neema. Yeye akae ndani yangu huzaa matunda mengi. Hii ni Januari 29, mada ikisema ijaze akili kwa ukweli wa Mungu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza, machozi yatafutwa,